Imechukua muda sasa tukishuhudia mgomo ya wahadhiri ikitikisa vyuo vikuu vya umma nchini. Swali linazidi kuibuka. Nani anawajibika hali hii? Ni nini hasa kimepelekea walimu wa vyuo vikuu kuamua kusitisha kazi zao? Migomo hii imekuwa ikijirudia mara kwa mara na sasa athari zake zimeonekana wazi kwa wanafunzi wanaopoteza muda na kwa wahadhiri wanaokabiliana na changamoto za kiuchumi. Serikali imekuwa ikiahidi kubadilisha mambo, lakini uwajibikaji umekuwa wa kusuasua. Hii ni dalili ya kuporomoka kwa mfumo wa elimu ya juu nchini, na ikiwa serikali haitachukua hatua za haraka, mustakabali wa elimu yetu utakuwaje? Hayo yote yanatupa nafasi ya kujiuliza. Je, bado tunaweza kuamini katika suluhisho la mazungumzo kati ya serikali na wahadhiri? Ni wazi hali hii imezua maswali mengi, lakini ili kupata picha kamili ya mzizi wa tatizo, Lucy Musenya labda utuelekeze nyuma kidogo kwenye historia yake. Naam, ni kweli Michelle, vile kila mmoja wetu anafahamu kwa kalenda ya masomo imevurugika huku mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya sasa ikiwa ni wiki ya 6 wanafunzi bila kuhudhuria madarasa. Mgomo huu ulianza rasmi tarehe 17 mwezi Septemba mwaka huu. Kiini cha mgomo huu ni kuwa serikali imeshindwa kuheshimu makubaliano ya pamoja ya kujadiliana the CBAs yaliyopita. Wahadhiri hao wanadai malipo ya deni ya shilingi bilioni 7.9. Vile vile wanadai serikali kukamilisha utekelezaji kamili wa CBA ya mwaka 2021 hadi mwaka 2025. Mgomo huu umesababisha kupooza kwa shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma nchini. Ukaguzi wa maeneo mengi umeonyesha wazi kwamba kumbi za mihadhara zimefungwa huku wanafunzi wakiwa wamesalia shuleni wakiwa hawana uhakika wa hatima zao. Licha ya mahakama kujaribu kadri wezavyo kusimamisha mgomo huu, vyama vya wafanyikazi vimebaki imara hadi pale madai yao ya ukamili wa CBA ya mwaka 2021 hadi mwaka 2025. Huu umesababisha kupooza kwa shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma nchini. Ukaguzi wa maeneo mengi umeonyesha kwamba kumbi za mihadhara zimefungwa huku wanafunzi wakiwa wamekwama vioni wakiwa hawana uhakika na hatima zao. Licha ya mahakama kujaribu kadri wezavyo kusimamisha mgomo huu, vyama vya wafanyikazi vimebaki imara hadi pale madai yao ya utekelezaji kamili wa CBA yatimizwe na mazungumzo mapya yaanze. Baadhi ya wanafunzi wamekosa matumaini huku wengi wakiteleza katika matumizi ya mihadarati. Ndoa na mimba za mapema zimekuwa kimbilio kwa wengi waliokosa matumaini na mwelekeo. Baadhi ya wanafunzi wamesikika wakiuliza, je, watarudi lini darasani? Nami kama Michelle nasimama kwa niaba yao nikiuliza, je, suluhisho litapatikana vipi? Je, ndoto zilizositishwa zitarudishwa vipi? Naam Michelle, ndoto zilizositishwa zitarejeshwa iwapo mgomo huu utasitishwa. Mgomo wa wahadhiri ni dhoruba inayosimamisha safari ya elimu. Wakati wahadhiri wanapogoma, vyuo hubaki kimya, wanafunzi hukosa mwelekeo. Ni vigumu kuona ndoto za kufaulu zikiendelea bila masomo kuendelea. Mwanafunzi anawezaje kujiandaa kwa mtihani bila mwongozo wa mhadhiri? Mgomo huu huathiri sio tu masomo bali pia maisha ya baadaye ya wanafunzi. Mie Naomi najiuliza, ni haki kweli kwa ndoto za vijana kusimama kwa sababu ya mgogoro ya kazi? Naam, na mazungumzo haya yakiendelea, je, mishahara isiyotosha ni haki? Je, mazingira duni ya kazi yanastahili mtu anayejenga taifa kwa elimu? Wahadhiri wetu wamefundisha kwa moyo, si kwa uvivu, bali ni kwa kupuzwa kwa muda mrefu. Mgomo huu si wa tamaa, ni kilio cha haki, heshima na matumaini. Wengine wameshindwa kulipa kodi, wengine wanahangaika kulea familia kutokana na mshahara usiotoka kwa wakati. Hivi ndivyo taifa linavyowalipa wanaolilelea vizazi? Na kama hali ni hii kwa wahadhiri, na wanafunzi nao wana hali gani? Kwa kweli ndoto ya vijana huenda ukadidimia, kwani mgomo huo umetikisa sekta ya elimu ya juu. Lakini tumewahi kujiuliza athari zake ni zipi kwa wanafunzi na wazazi? Kucheleweshwa kwa kalenda ya masomo kutamaanisha ndoto ya wengi kusimama njiani. Bila shaka hali hii inatishia mustakabali wa wasomi wengi, huku wazazi kubeba mzigo wa gharama zinazoongezeka kila siku. Hata hivyo, suluhu inaweza kupatikana iwapo serikali, tume ya mishahara, viongozi wa vyuo vikuu wataketi kwa mazungumzo ya kweli na wazi. Pengine hapo ndipo tumaini jipya litazaliwa, utulivu utarejea na ndoto za wanafunzi wetu zitang'aa tena kama tai angani. Ni kweli, lakini ni lini ndoto ya wanafunzi yatapaa angani kama tai? Mgomo kwa waathiri, wanafunzi wameathirika. Shule imegeuka kuwa jangwa, madarasa yamesalia tupu.
Kalenda imevurugwa, masomo yamesitishwa, mahafali waingiwa na wasiwasi. Pia wanafunzi wanatarajia kujiunga na masomo ya nyanjani ama attachment kucheleweshwa. Ni muhimu kwa wahadhiri na wasimamizi wa elimu kutafuta suluhu mwafaka ili kuepuka adhari hizi kwa siku za usoni. Mimi ni Ndiema Kigogo ni jina langu. Swali ni lini serikali itapea elimu kipaumbele? Ndiema ashaongea. Yeye kama Kigogo ashauliza kuhusu mustakabali wa kesho yetu. Mimi ni Wabwile. Wengi wananiita game changer. Mimi leo nitayasema. Mtaniruhusu nikuwe mbunifu. Mbunifu wa kutumia sauti yangu. Sauti iliyobeba vilio vya wengi, hasa vya wale walio katika vyuo vikuu vya umma. Vipi mustakabali wa serikali kuhusu vyuo vikuu vya umma? Ni nani atawajibika kuhusu ndoto zilizovunjika na muda uliopotea? Sijui ni mara ngapi ndachukua kalamu yangu na karatasi kuuliza ni lini serikali yetu ya Kenya itawajibika kikamilifu baada ya kufanya vikao vya mazungumzo ya CBA. Walimu wamepasa sauti zao kwa matumaini kuwa taifa litasikiliza, lakini sauti hizo zitapenya vikao vya bajeti au zitazidi kuzamia katika bahari ya urasimu? Ikumbukwe kuwa bila suluhu ya haraka, vyuo vikuu vitabakia kuwa majumba ya huzuni. Kizazi kizima kitaendelea kutembea kizani, kikitafuta mwanga wa maarifa unaozidi kufifia. Namalizia kwa swali. Je, serikali yetu ya Kenya itawajibika lini walipe wahadhiri shilingi bilioni 7.9 za CBA inazodaiwa? Mimi ni Andrew Wabwile na hii ni falsafa ya mgomo wa wahadhiri.